Tajiri maarufu wa Kimarekani awashangaa Waarabu kushindwa kulilinda taifa la Palestina na kushindwa kuzuia mauaji katika ukanda wa Gaza. Mohammed Hadid, mfanyabiashara tajiri ambaye ni Marekani mwenye asili ya Palestina, amehoji na kushangaa ni kwa nini mataifa ya Kiarabu na Kiislamu hayaingilii kati kukomesha mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Israel katika ukanda wa Gaza. Hadid, ambaye ana uhusiano wa binafsi na Gaza, alizaliwa Nazareth mwaka 1948 kuwa mkimbizi kutokana na uvamizi wa utawala wa Israel. Amezisuta na kuzishangaa nchi za Kiarabu baada ya utawala wa Israel kuanzisha wimbi jipya la mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza, kuvunja mapatano na kuua mamia ya watu katika mashambulio ya kinyama ambayo yanaendelea. Ni jambo ambalo mataifa ya Kiarabu hasa yaliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati yalipaswa kukaa pamoja na kuhakikisha kwamba Israel haiwezi kufanya mashambulizi hayo. Katika video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii, tajiri huyo wa Kimarekani mwenye asili ya Palestina amesema, "Yanayoendelea yanaungulisha moyo wangu. Tumieni ushawishi wenu. Muna ushawishi wa kushangaza Ulaya kote, Marekani kote, katika ulimwengu wote wa Kiarabu na ulimwengu wote wa Kiislamu. Mko wapi kuwasaidia Wapalestina hawa wanaokufa kila siku?" Hadid ameendelea kuhoji, "Hamwezi kula chakula cha usiku bila kujua kwamba watu hawa wanakufa, wanateseka, wana njaa, wanaishi katika mahema. Ni kwa msingi gani mnathubutu pia? Mnathubutu vipi kuhimili hali hii?" Aidha, mfanyabiashara huyo tajiri wa Kimarekani mwenye asili ya Palestina ameupambanua na kutofautisha utawala wa Israel, akisema Israel si taifa la kidini, na akauelezea Uyahudi kuwa ni dini iliyo salama na yenye usawa. "Huu ni Uzayuni, hawa ni wahalifu," amesema Hadid. Mnamo mwaka 2015 mfanyabiashara huyo tajiri Mpalestina alisimulia kumbukumbu za masaibu yaliyoipata familia yake alipohamishwa Palestina, na akasema, "Tulikuwa wakimbizi nchini Syria na tukapoteza makazi yetu huko Safadi. Sasa iko kaskazini mwa Israel kwa familia ya Kiyahudi ambayo tulipa hifadhi walipokuwa wakimbizi kutoka Poland kwenye meli iliyokuwa ikisafiri kutoka nchi hadi nchi, na hakuna mtu ambaye aliwachukua. Walikuwa wageni wetu kwa miaka miwili hadi walipotufanya wakimbizi na wakatufukuza katika nyumba yetu wenyewe." Hadid amesisitiza kuwa utawala wa Israel ukomeshe mauaji ya familia ya watu wa Palestina. Ulimwengu wa Kiarabu ukomeshe na ufanye jambo. Nchi za Ulaya zinapaswa kufanya jambo pia. Ulimwengu unapaswa ushikamane dhidi ya ukandamizaji unaofanywa na Israel dhidi ya mauaji ya halaiki. Mauaji ya kimbari lazima asimamishwe, anasema Hadid. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.